Changamoto hiyo imetolewa na Rais wa Chama cha Wazee Wanaume Tanzania, Bwana Tadei Mchena, wakati wa utekelezaji wa kampeni za kupanda miti katika kingo za mto Naura ulioko jijini Arusha. Kundi la wazee tunaamua kushiriki upandaji miti kwa sababu tunataka kuhamasisha vijana wetu nayo waige wazee. Kama sisi wazee tunaweza kuamka saa 12 asubuhi tunapanda miti, vijana ni kina nani? Kwa hiyo tunatamani sana vijana wote nchi nzima nao walinde mazingira kwa kupanda miti. Wakizungumza baada ya zoezi hilo, baadhi ya wadau wakiwemo wataalamu kutoka ofisi ya maji bonde la Pangani wamesema vijana wana uwezo wa kupunguza asilimia kubwa ya changamoto zilizoko katika jamii, ikiwemo ya uharibifu wa mazingira kama watashiriki ipasavyo. Watu wote tutolee macho kuilinda mipaka ya vyanzo vya maji. Ndani ya mita 60 mtu asifanye shughuli za kilimo na shughuli nyinginezo ambazo zitapelekea kukausha vyanzo vya maji, kusababisha maafa kwa viumbe wanaoishi mtoni. Pia kuweka sumu kama mbolea zitokazo katika mazao inaweza ikaleta sumu katika vyanzo na kupelekea binadamu kutumia maji yenye sumu, kusababisha magonjwa kama ya saratani na magonjwa mengine katika jamii. Na vijana wajifunze kutoka kwetu. Ninasisitiza kwamba mwanzo huu tulivyouanzisha, vijana nao wafuate kupanda miti ili hali irudie kama zamani. Vijana wetu kujitokeza kushirikiana na wazee kuona tunachokifanya na basi waenzi. Kuna kijana ukimuuliza hata jina la mti hajui leo. Ukimuuliza hata balozi wako ni nani hajui, akuuliza mwenyekiti mtendaji hajui. Kwa hiyo vijana nao washirikiane na wazee ili kujua hata habari za zamani na kazi zingine nyingi ambazo kwa kuiga wazee wanazofanya. Ujio wao umehamasisha vijana nao wainuke, waje wafanye kama ambavyo wazee wanafanya. Ujio wao unaashiria ni uchungu wa namna gani mazingira yanateketea. Licha ya kuwepo kwa maelekezo ya kuwashirikisha vijana katika majukumu muhimu yenye tija kubwa katika jamii na taifa kwa ujumla, utekelezaji wake bado ni mdogo, jambo linalotajwa kuhitaji utatuzi wa haraka.